Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 22 mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha nabii Yeremia sura ya 20 aya ya 7 hadi 9. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 63. Somo la pili ni waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya pili. Injili ni ya Mathayo sura ya 16 aya ya 21 hadi 27. Ndugu zangu, Yesu anatuuliza katika Injili swali hili muhimu sana. Anasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Kwa maneno mengine, ni faida gani kuwa tajiri kimwili au kiuchumi huku ukiwa maskini kiroho na matokeo yake kupata laana ya milele? Hebu tukumbushane utafutaji wa mali za dunia unaohatarisha wokovu wa watu na pengine kuwapelekea kwenye laana ya milele, kuwapeleka kwenye laana ya milele pasipo kuongoka. Kwanza kuna kutafuta utajiri kwa njia haramu kama mauaji, wizi, dhuluma, rushwa na maovu mengine. Pili, kutafuta utajiri au kufanya biashara haramu mtu akijihusisha na kutegemea nguvu za ushirikina. Tatu, kutafuta vyeo, kazi, haki mtu akijihusisha na kutegemea nguvu za ushirikina badala ya kumtanguliza na kumtegemea Mungu. Nne, kuuza mwili kwa maana ya ukahaba au kwa maana ya uasherati. Eti ni kutafuta riziki, eti ni kuhonga bosi wa kazi, eti ni kulinda uchumba na kadhalika. Hapa tukumbuke mausia ya Paulo katika somo la pili. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Na hapa Paulo pia katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 6 aya 19 anatukumbusha kwamba anasema mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tuendelee na yote ambayo yanahatarisha wokovu wa wanadamu. 5, binti kukubali kutoroshwa au kuolewa na mume asiyejali imani yake au atakayepoteza imani yake au atakayemvutia kwenye imani yake. Tukumbuke kwamba hapa baadhi ya wavulana huvutiwa na uzuri wa nje bila kujali undani wa binti, na mabinti au wasichana wengi huvutiwa na utajiri au mali za kidunia bila kujali wokovu wake au furaha ya milele. 6, kingine kinachohatarisha wokovu wa Mkristo ni kuacha utume kutokana labda na changamoto zinazoambatana na utume kama alivyoshawishika nabii Yeremia. Rejea somo la kwanza. Lakini hapa tunampongeza Yeremia kwa sababu hakushindwa kabisa na kishawishi, maana aliendelea na utume. Lakini kwa Wakristo wengine kuna vishawishi vya Mkristo vya kuacha ibada mbalimbali, kuacha jumuiya, kuacha mafundisho, kuacha vikao, semina na kadhalika, kuacha matoleo na majitoleo ndani ya kanisa, huku Mkristo akijikita tu kwenye mambo ya kidunia, eti ni kupambana na maisha. Utapambanaje na maisha bila kumtanguliza Mungu? Hata ukifanikiwa kupata utajiri, kumbuka mfano wa tajiri mpumbavu wa Injili ya Luka sura ya 12 aya 16 hadi 21.
alifurahia utajiri kutoka shambani mwake bila kutafuta utajiri wa kiroho. Aliambiwa na Mungu maneno yafuatayo: mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu vyote ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndugu zangu, tusisahau pia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alituonya pia kuhusu utajiri usiomjali maskini. Rejea Injili ya Luka sura ya 16 aya 19 hadi 31. Ni mfano wa mtu tajiri na maskini Lazaro. Ndugu zangu, kwa upande mwingine tukumbushane kwamba Mkristo mzuri au Mkristo anayempendeza Mungu ni yule anayekubali kupoteza kwa ajili ya Bwana, kupoteza hata muda wake, tuseme hivyo, kupoteza mali yake, au kadiri ya Injili ya Jumapili ya Dominika, yani Dominika 22, kupoteza nafsi yake kwa ajili ya Yesu. Lakini kumbe si kupoteza kihivyo, kwa sababu anatuahidi kuiona baadaye. Chochote unachopoteza kwa ajili ya Bwana utakipata mara 100 pamoja na uzima wa milele. Rejea Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 30. Bila shaka wenye uelewa mdogo, wenye kiwango kidogo cha imani au walegevu watasema au wataona kwamba fulani amepoteza muda wake, amepoteza mali zake kama yeye anatoa sana ndani ya kanisa, lakini wakashindwa kukumbuka ahadi ya Bwana ya kupata maradufu ulichopoteza kwa ajili yake. Hali kadhalika tusisahau ahadi ya Bwana au thawabu au tuzo kadiri ya huduma zote tutakazotoa kwa jirani, hasa mwenye shida. Kwa mwenye shida, yani rejea Injili ya Mathayo sura ya 25 aya 31 hadi 46. Tusahau pia na thawabu kadiri ya ukarimu kwa mwanafunzi wa Yesu, kwa nabii au kwa mtumishi wa Mungu au kwa mtu mwema. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 40 hadi 42. Ndugu zangu, hebu tuongeze bidii ya kumtumikia Mungu na kulijenga kanisa lake kwa hali na mali, na kuhudumiana sisi kwa sisi, hasa kwa wenye shida mbalimbali. Tusije tukakosa hatimaye furaha ya ufalme wa mbinguni, na hivyo tukaepuka laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.